Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na hapa tunaelekea moja kwa moja huko nchini Urusi kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo sasa katika kile kinachoonekana kama shinikizo jipya la kidiplomasia, rais wa Urusi Vladimir Putin ametaka serikali ya Ukraine inayoongozwa na Rais Volodymyr Zelensky ikabidhi udhibiti kamili wa mkoa wa Donetsk kwa Urusi kama sharti kuu la kumaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Taarifa hii imeripotiwa na The Washington Post ikinukuu maafisa wawili wa ngazi ya juu waliokuwa karibu na mazungumzo ya simu yaliyofanyika wiki iliyopita kati ya Putin na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Rais Putin alisisitiza kuwa Urusi lazima ipate Donetsk yote, eneo la mashariki mwa Ukraine lenye umuhimu wa kijeshi na kiuchumi, kabla ya makubaliano yoyote ya amani kufikiwa. Madai hayo mapya yanaashiria kuwa Kremlin bado haijarudi nyuma katika misimamo yake mikali licha ya miaka 11 ya vita vikali ambavyo havijawezesha Urusi kuteka eneo lote la Donetsk. Hatua hiyo pia imezua wasiwasi mkubwa kuhusu juhudi za Rais Trump, ambaye amekuwa akijitahidi kusukuma mbele mazungumzo ya amani kati ya Moscow na Kiev. Mazungumzo hayo yameibua mashaka mapya juu ya uwezekano wa kufanyika mkutano wa kilele wa amani kati ya Trump na Putin unaotarajiwa kufanyika nchini Hungary wiki chache zijazo. Kwa upande mwingine, wataalamu wa usalama wa kimataifa wanasema shinikizo la Rais Putin kuhusu Donetsk linaonyesha wazi kwamba malengo yake ya kimkakati bado hayajabadilika licha ya mkwamo wa kijeshi uliopo. Jeshi la Ukraine linaendelea kushikilia sehemu kubwa ya Donetsk, likiiona kama ngome muhimu ya kuzuia mashambulizi zaidi ya Urusi kuelekea mji mkuu Kiev. Tangu mwaka 2014, Urusi na waasi wanaoiunga mkono wamekuwa wakidhibiti baadhi ya maeneo ya Donetsk, lakini hawajawahi kuliteka eneo lote kwa nguvu. Watazamaji wanasema kwamba msimamo huu wa Putin unaweza kuwa kikwazo kikubwa kwa juhudi mpya za kufikia amani ya kudumu kati ya pande hizo mbili. Hatua ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutaka Ukraine ikabidhi udhibiti kamili wa mkoa wa Donetsk kama sharti la kumaliza vita inaonyesha wazi kwamba Kremlin bado haiko tayari kuachana na malengo yake makuu ya muda mrefu, yani kurejesha ushawishi wake wa zamani katika maeneo ya zamani ya Umoja wa Kisovieti. Kwanza, kwenye kisiasa, hii ni changamoto kubwa kwa Rais Volodymyr Zelensky. Kukubali ombi la Putin kungemaanisha kwamba ni kusalimu amri mbele ya adui na kusaliti damu ya maelfu ya Ukraine waliopigana kulinda ardhi yao. Kwa upande mwingine pia, kukataa kuna maanisha kwamba vita vinaweza kuendelea, hali inayoweka Ukraine kwenye mateso ya muda mrefu ya kiuchumi na kibinadamu. Rais Zelensky sasa yupo katika mtego wa kisiasa mkubwa sana kati ya kutaka amani na kulinda heshima ya taifa. Lakini pili, kijeshi, mkoa wa Donetsk ni moyo wa mashariki mwa Ukraine. Ni eneo lenye viwanda, migodi na nafasi ya kimkakati kwa urahisi wa kushambulia miji mikubwa kama Dnipro na hata Kiev. Kwa miaka 11, Urusi imeshindwa kulidhibiti lote, jambo linaloonyesha uimara wa jeshi la Ukraine na msaada mkubwa kutoka kwa mataifa ya magharibi. Kutaka Donetsk sasa ni jaribio la Putin kwamba anataka kurejesha hadhi yake baada ya kukwama vitani. Kidiplomasia, hatua hii inamuweka Rais Donald Trump katika nafasi tata. Akitaka kujionyesha kama mpatanishi wa dunia, Trump anatamani mafanikio ya haraka ya amani yaweze kupatikana kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa matakwa makubwa ya Putin yanaharibu taswira hiyo, ambapo Marekani sasa inakabiliwa na changamoto ya kuamua kama iendelee kushinikiza mazungumzo au isimame upande wa Ukraine kwa nguvu zaidi, jambo ambalo linaweza kuchochea mvutano mpya kati ya Washington pamoja na Moscow ambayo ni Urusi. Kwa upande wa kimataifa, ombi la Rais Putin linaashiria kwamba Urusi haitarudi nyuma, badala yake itatumia nguvu ya kisiasa na kijeshi kujaribu kuhalalisha uvamizi wake nchini Ukraine kwenye baadhi ya maeneo, hasa eneo la Donetsk ambalo kuna maeneo kadhaa ambayo yanashikiliwa katika eneo hilo. Na hii ni onyo kwa mataifa mengine madogo yanayopakana na Urusi kwamba nguvu bado ni lugha kuu inayotawala siasa za Kremlin. Kwa kifupi ni kwamba maombi ya Rais Putin kuhusu Donetsk si ya amani, bali ni ya mkakati wa ushindi kupitia diplomasia. Anafahamu kuwa ameshindwa kuiteka kijeshi, hivyo sasa anatafuta kwa mazungumzo. Lakini kwa Zelensky, kukubali ni sawa na kukabidhi roho ya Ukraine mikononi mwa Warusi. Mvutano huu ni mkubwa ambao unazidi kuweza kuibua
taharuki kubwa na tafrani kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa masharti mapya ya kumaliza vita nchini Ukraine, kwamba ili asitishe vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine, basi sharti ni kwamba Rais Volodymyr Zelensky anawajibika kuweza kukabidhi eneo la Donetsk kwa taifa la Urusi lirudi mikononi mwake. Anataka kuweza kurejesha maeneo yote ya Umoja wa Kisoviet kwa kipindi kile ambayo yalikuwa chini ya Mrusi, na mwisho wa siku Ukraine akaweza kuyapoka hayo maeneo. Sasa kwa hiyo anataka kuweza kuhalalisha kwamba mambo yote ambayo yanatakiwa kuweza kufanyika hapo kwamba yafanyike katika kipindi ambacho kuna makubaliano thabiti kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini akitarajia kwamba rais wa Marekani Donald Trump anataka kuweza kumaliza vita vya Ukraine kwa kiasi kikubwa sana, vita ambavyo vimegharimu maisha ya watu kwa kiasi kikubwa sana, lakini vita ambavyo vimepelekea hatari kubwa sana ya watu ambao wamekuwa wakiishi huko wakiwa wanaishi kwa kuhamahama, lakini kwa wasiwasi mkubwa, hofu ya mashambulizi kuweza kutokea wakati wote, lakini vile vile bado hali ya kiusalama imezidi kuwa kubwa, huku kwa kuna tetesi kwamba huenda mataifa kadhaa yakaibuka zaidi kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi ya Ukraine, ambao mataifa haya ni mataifa ya kimagharibi yenye umoja wa NATO, ambayo yanahofiwa kwamba huenda yakazidi kutoa msaada zaidi wa kijeshi, msaada wa teknolojia zote ambazo zinatumika kwenye masuala ya vita. Sasa hatua hii inapeleka wasiwasi mkubwa sana miongoni mwa raia wa Urusi na raia wa Ukraine kwa ujumla, kiasi ambacho inaweza kuleta sitofahamu kubwa sana katikati ya vita hivi ambavyo hadi sasa hivi rais wa Marekani Donald Trump anapambana kuweza kutafuta amani. Na rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba baada ya kufanya mazungumzo na rais Vladimir Putin kwa zaidi ya saa 2 kwa njia ya simu wiki iliyopita, kwamba atakwenda kukutana na rais Putin tena nchini Hungary kwenye mji wa Budapest kwenda kuzungumzia mustakabali wa kuweza kusitisha vita. Trump juhudi zake za kwanza zilionekana pale Alaska baada ya kukutana na rais Putin, lakini kabla ya hapo wamekuwa na mazungumzo mengi ya simu ili kuweza kutafuta amani ya kudumu. Na pia Trump juzi tu alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ili kuweza kujadili mustakabali mzima wa sakata la vita ambalo linazidi kuwa kizungumkuti huko nchini Ukraine. Na Zelensky alikiri kwamba ni kweli amechoka vita, yani amechoka kupigana, amechoka kila kitu, kwa hiyo anatamani sasa amani iweze kupatikana. Mwisho wa siku basi maisha ya raia yaweze kwenda vizuri, lakini maisha ya nchi kwa ujumla yaweze kwenda vizuri bila kuwepo na sitofahamu yoyote katikati yao. Mtazamaji, kuna vingi sana utakwenda kuvifahamu kwenye mambo yote haya ambayo yanajiri huko kwenye uga wa kimataifa. Nitakujuza kwa uchambuzi, kwa habari za punde, lakini kwenye kila kitu ambacho unatakiwa kuweza kukijua mtazamaji, basi utakipata hapa hapa katika Zone Media. Cha msingi tu nikusi, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Utakuwa nami wakati wote, Victor Moshi.